Kuna baadhi ya watu they just think kuvaa nguo za gharama basi ndo kupendeza. Trust me not. Sio. Na kuna mtu anapata hadi depression kwamba okay, yani mimi sipendezi kwa sababu zivaa nguo za gharama. No. Sio kweli. I want to talk to you, wewe ambaye hujui ni jinsi gani unaweza ukavaa ukapendeza. Wewe ambaye hujui kuchagua nguo ya kuvaa. Wewe ambaye always ukivaa unajiona ni wa kawaida. Au always unaona mimi sina damu ya nguo, yani hivyo. Trust me, sio kweli. Kuna vitu ambavyo hivi wengi wetu waga tunavipuuzia, lakini ni vitu vya msingi sana ambavyo vinasababisha like muonekano uonekane vizuri. Kuvaa vizuri sio lazima uvae expensive. I know a lot of celebrities, watu maarufu ambao wanavaa mitumba and they look nice. Achana na watu maarufu. I know a lot of people ambao wanavaa mitumba, wanajua namna ya kupangilia and they just look nice. So, hivi ni vitu ambavyo ukivizingatia basi muonekano wako utakuwa vizuri. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, unatakiwa kuzingatia size ya mwili wako, your body type. Wewe ni type gani ya mwili? Ni nguo za aina gani unapaswa kuvaa? Do your research. Angalia watu wenye type ya mwili wako. Hii ni siri nakwambia. Hii ni siri ambayo influencers wakubwa wanaifanya, lakini pia watu wanaopenda kuvaa wanaizingatia. Cha kwanza, wanakuwa na mtu ambaye wanamwangalia. Kuna watu wanakuambia mimi siwezi kumwangalia mtu, yani mimi siwezi, yani nataka niwe navaa mwenyewe. Trust me, ili uipate hiyo personal style, lazima uangalie watu wenye body type yako wanavaa nguo za namna gani. Ukishaangalia kwamba wanavaa nguo za namna gani, then chagua nguo ambazo unahisi you are very comfortable with it. Kitu kingine unatakiwa kuvaa kulingana na rangi ya mwili wako. Angalia wewe mwili wako ni wa rangi gani, and then angalia ni rangi gani ambazo ukizivaa lazima upendeze. Ukiona hiyo kazi ni ngumu, today natoa siri tu kwa influencers wakubwa wanachokifanya, lakini pia watu wengi wanachokifanya kabla ya kuchagua nguo za kuvaa. Go Pinterest, then uliza, andika pale rangi yako, then watakuletea rangi ambazo zinaweza zikakupendeza ukivaa, then anza kuvaa hizo nguo. Usiwe mtu wa trend. Achana na mambo ya trend. Trust me, achana nayo. Si umeona si nguo kavaa sijui sasa hivi kwa trend, si kavaa superstar gani basi naona unaitaka. So kila trend lazima uende nayo. Kuna trend nyingine ruhusu zikupite. Jitahidi uwe msafi. Jitahidi uwe msafi. Muonekano ni kitu cha msingi sana. Mtu anaweza kukujaji pale tu unapotokea. Unapofika tu sehemu, mtu anaweza kukuangalia. Kingine, vaa kulingana na mazingira. Kabla hujaenda sehemu, hakikisha kwamba you just know hayo mazingira ya namna gani na ni nguo gani ambayo nitakuwa nayo comfortable. Watu wengi wamekutana na vitu vingi, I don't need to mention anybody, but mifano tunaijua. Tuvae kulingana na mazingira. If ukifuata hizo procedure ambazo mimi nimekwambia, trust me, you always look good. Na hii imekaa both kwa wanaume na kwa wanawake. So you just do that and thank me later.